Jeshi la polisi mkoani Iringa linamshikilia mwanaume aitwaye Joseph Yustino Mhulila mwenye umri wa miaka 28 ambaye ni dereva bodaboda kwa tuhuma za mauaji ya kikatili dhidi ya mwanae wa kiume aitwaye Timotheo Joseph mwenye umri wa miaka 6 ambaye ni mwanafunzi wa chekechea. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi linasema tukio hilo la kusikitisha limetokea katika mazingira ya kutatanisha ambapo mtuhumiwa anadaiwa kumkatakata mwanae vipande vidogo vidogo kwa kutumia kisu pamoja na jiwe kisha kutupa mabaki ya mwili huo chooni. Mtuhumiwa aliripoti polisi kuwa mtoto wake amepotea katika mazingira ya kutatanisha, jambo ambalo lilisababisha kuanza kwa msako wa pamoja wa kumtafuta. Hata hivyo, baada ya uchunguzi wa awali, polisi walianza kumtilia shaka na hatimaye kumtia nguvuni kwa mahojiano zaidi. Mnamo tarehe 6 Mei ya mwaka huu 2025, Joseph alikiri kuwa alichukua mtoto kwa mama yake tarehe 11 Aprili ya mwaka huu kwa lengo la kumsalimia, lakini siku iliyofuata alidai kuwa alimkuta mtoto amefariki dunia kutokana na kupigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba. Kwa madai yake pia, baada ya kufariki aliingiwa na hofu na kuchukua maamuzi ya kusikitisha wa kuukatakata mwili wa mtoto huyo na kisha kuutupa chooni. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina kuhusiana na tukio hilo, huku jamii ikiendelea kushangazwa na kusikitishwa na ukatili huo wa kutisha. Ninaitwa Kennedy Mahona, mwenyekiti wa mtaa Rukosi. Niapata kama wiki 3 zilizopita, baba wa marehemu alifika nyumbani kwangu majira ya saa 4 ya usiku. Akanipa taarifa kwamba mtoto wake amepotea na ametata zaidi ya masaa 5 lakini hajampata. Baada mimi nimshauri kwamba aende kutafuta, lakini akipita masaa 24 basi aende kutoa taarifa polisi. Lakini pia nikamshauri hata kama masaa hayo hayajafika, ni vizuri kufika kituo cha polisi kwa sababu inawezekana labda amekuta na watu huko akapelekwa huko ikawa ni rahisi kumpata. Kijana aliondoka, lakini pia hakurudi kunipa mrejesho kwamba nini kiliendelea. Sasa siku fulani majira ya saa 10 nilipigwa simu na mwenye nyumba kuwa wananihitaji askari hapa nyumbani alipokuwa amepanga Jose. Niliweza kufika hapa na nikamkuta Jose. Akasema kwamba yeye mtoto wake alimuua, akamkatakata vipande, akamtumbukiza kwenye shimo la choo. Lakini walivyoangalia polisi hawakuamini kwamba kweli amefanya hivyo kwa sababu ya udogo wa tundu la shimo ambalo waliliona. Lakini baada hapo tena Jose alibadilisha usemi kwamba mtoto yule hakumuua, isipokuwa alikuwa anaogopa adhabu ya polisi. Yeye anaomba tu wampe dhamana ili akaendelee kushirikiana na familia ili waweze kumpata mtoto aliko, kwa sababu inaonyesha kwenye familia yao kuna mambo ya kishirikina. Basi polisi waliondoka naye wakaendelea kumshikilia. Na leo nikiwa kwenye shughuli zangu za kiserikali nilipigwa simu pia na mwenye nyumba kuwa askari wananihitaji hapa. Nimeweza kufika, wakanipa maelekezo kwamba Bwana Jose ameeleza ukweli kwamba mtoto wake alimuua na akakatakata vipande vidogo vidogo sana na akaweka kwenye choo, akaflash kuingiza kwenye shimo la choo. Basi baada hapo tumeendelea na zoezi la kuchimba hicho choo, kutindua ili kupata mabaki ya mwili. Tumefanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi wachache, polisi na jeshi la zimamoto, na wameingia wamepata hivyo vipande vidogo vidogo. Kwa hiyo sasa mimi ninachosubiria utaratibu wa polisi kwamba nini kinaendelea. Sasa nilipopata taarifa nikasema ngoja nije nisikilize kuna tukio gani. Baada ya kufika hapa nikaona amesema kuna mtoto alifanywa ukatili, akachinjwa vipande na kutupwa kwenye shimo. Kwa kweli linatoa sikitisho kubwa sana, hasa kwa vijana siku hizi wanakurupuka wakiwaza mambo mengi labda ya kiutajiri au na ukatili wa kusema kwa sababu mtoto labda anampa usumbufu wa kutunza, ndio maana labda wanafanya hivyo. Mimi ninashukuru kwa uchunguzi wa maaskari, polisi na wananchi wengine wote waliotoa ushirikiano.
mpaka hili jambo likapatikana jibu. Manake bila kupatikana jibu vinaweza vikawa vitendo vya ukatili vikawa vinaendelea kila siku. Sisi tunazidi kuomba msaada kwenu, manake ulinzi ni juu ya serikali pamoja na mwananchi wenyewe. Wakati tupo kituoni kwenye shughuli zetu za kawaida, tumepigiwa simu, tumeambiwa kuna zoezi la maokozi Mtwivira. Inasemekana kuna mtu amemkatakata mwanae, amemdumbukiza kwenye shimo la choo. Nikachukua kuru yangu, tumefika eneo la tukio, tumevunja sehemu ya choo, tumegundua kuna nyama nyingi sana. Hatujadhibitisha kama ni za binadamu, lakini inawezekana kwa sababu kuna sehemu ya mbavu, kuna vidore na baadhi ya mifupa. Sisi tayari tumekamilisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu baadhi ya nyama sisi hatudhibitishi kwamba ni za binadamu, lakini kuna mbavu zinaonekana, vidore na baadhi ya mifupa. Lakini vidole ukiviangalia unagundua ni vya binadamu. Sasa wenye mamlaka zaidi watadhibitisha kwamba ni binadamu au sio, lakini ni nyama nyingi hasa. Ambapo tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya saa 6:05 usiku, mtu aitwaye Joseph Yustino Muhulila, miaka 28, huyu ni dereva bodaboda na mkazi wa Mtwivira, aliripoti katika kituo kikuu cha polisi Iringa kwamba mtoto wake aitwaye Timotheo Joseph Muhulila, ambaye ana umri wa miaka 6 na ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya awali ya Lightness Daycare, mkazi wa Mtwivira, kwamba amepotea katika mazingira ya kutatanisha. Baada ya kupokea taarifa hiyo kituo cha polisi, taarifa hiyo ilitia mashaka kwa sababu huyu alivyotoa muda wa kutoa taarifa hiyo na mazingira yenyewe yakawa haviendani. Lakini tuliendelea kumshikilia huku tukiendelea kufuatilia kuhusu upatikanaji wa huyo mtoto, kwa sababu mzazi atakaye tupa ushirikiano, lakini alionekana kama vile ana taarifa fulani kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini ilipofika tarehe 6 mwezi wa 5 majira saa 1:30 asubuhi, timu ya Makachero walikuwa wameshapata taarifa fiche kuhusiana na kupotea kwa huyo mtoto. Lakini baada ya kumhoji upi sasa mtuhumiwa huyo, kutokana na hizo taarifa, alieleza kwamba mnamo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025 alimchukua mtoto huyo kutoka kwa mama yake kwa lengo la kuja kumsalimia. Baba huyu na mtoto walikuwa hawaishi pamoja, mke wake walitengana, ambaye ni mzazi mwenzie. Kwa mama anaishi na mtoto na baba alikuwa anaishi mwenyewe. Kwa hiyo alimchukua mtoto tarehe 28. Lakini anamedai kwamba ilipofika tarehe 11 mwezi wa 4 mtuhumiwa alimwacha mtoto nyumbani kwake na kwenda kulala nyumbani kwa mama yake, kwa mama huyo mtoto ambaye hawaishi pamoja. Lakini amedai kwamba mtuhumiwa alirudi nyumbani kwake tarehe 12 mwezi wa 4 majira ya asubuhi, na aligundua mtoto wake ambaye kwa sasa ni marehemu amepigwa shoti ya umeme akiwa ndani ya nyumba na kufariki dunia. Hayo ndio maelezo ambayo aliyatoa baada ya kuwa amehojiwa. Sasa baada ya kuelekea kwenye eneo la tukio, lakini anadai kwamba alipata hofu kwamba akitoa taarifa ya mtoto kupigwa na shoti ya umeme itakuwa tatizo kwake. Kwa hiyo akaamua kumkatakata mtoto vipande vidogo vidogo na kuvudumbukiza chooni na kuflash kwenda kwenye shimo la choo. Lakini eneo la tukio baada ya kuwa tumelikagua, tumegundua kwamba kweli mtoto huyo alikatwa vipande na huyo baba yake ambaye amekiri tukio hilo kulifanya yeye mwenyewe, na kwamba baada ya kumkatakata ameflash, lakini baada ya hapo akatoa taarifa ya uongo kituo cha polisi kwamba mtoto huyo amepotea. Lakini kimsingi mtoto huyo hakupotea, baba yake alimkatakata vipande, lakini bado tunaendelea kumhoji kwa nini alifikia stage ya kumkatakata mtoto vipande. Na baada ya kuchunguza kwamba kuna shoti ya umeme, tumegundua kwamba shoti ya umeme haikuwepo, lakini kuna sababu ambayo ilipelekea kumkata huyo mtoto ambao bado hatujabaini mpaka sasa hivi. Lakini uzuri kwa sasa tuko naye, tunaendelea kumshikilia na tunaendelea kumhoji ili tufikie mwisho wa tuhuma hizo, lakini pia tumpeleke mahakamani kwa tukio ambalo anastahili, ambalo litakuwa ni tukio la mauaji ya huyo mtoto.